Mtazamo wao wanajiona wako sahihi kwa maana ya kanuni, kwa sababu wao waliandaa timu na walipeleka timu pia uwanjani. Saa 1:15 walikuwepo uwanjani pale, pamoja na kwamba mechi iliahirishwa, lakini wao waliamini kwamba mechi ilitakiwa kuwepo. Kwa hiyo kwa kile walichokifanya na kwa vision yao, kwa jinsi ambavyo wanaziona kanuni, wanaona sio sahihi kucheza tena mechi nyingine. Unajua kuandaa timu kwenye mechi kubwa kama hizi za dabi, kuweka kambi na nini, unatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo mtu akikwambia urudie tena kucheza mechi, inabidi upasuke tena. Umeona, kuandaa timu kikamilifu. Kwa hiyo wao wenyewe wanajiona hivyo kwamba sio sahihi kurudia mechi, na tunajua kamati inafanya uchunguzi ili kuangalia ni nani alikuwa anakosa na nani ambaye hana kosa. Tazama vizuri barua ya Yanga, kuna vitu vitatu ambavyo wameviomba. Wanataka alama 3 kutokana na kanuni jinsi inavyosema, na kwa sababu bodi ya ligi ina hiyo power ya kutoa alama 3 na magoli 3 na kuwakata Simba alama 15 kama watajiridhisha kwamba Simba walikosea, au bodi ya ligi inaweza ikapanga tarehe nyingine ya mchezo. Yani bodi ya ligi ina visu viwili. Ina uwezo wa kutoa points pasipo mechi kurudiwa, lakini pia inaweza kuamuru mechi fanyeje, irudiwe. Kwa hiyo Yanga walichoomba ni kwamba tupate alama 3 kwa sababu wanaamini bodi ina hiyo power ya kuwapatia. Lakini pia walisema kwamba hawaridhishwi sijui na kamati iliyokuwepo, bodi yenyewe. So kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea. Cha msingi ni kusubiri tuone maamuzi ya bodi ya ligi yatakuwa vipi.